Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 15 mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya 10 hadi 11. Wimbo wa katikati ni Zaburi ya 65. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 18 hadi 23. Injili ni ya Mathayo sura ya 13 aya kwanza hadi 23. Ndugu zangu, neno la Mungu ni muhimu katika maisha yetu. Tunatakiwa kununua Biblia na kujisomea neno la Mungu. Tunatakiwa kulisikiliza kwa umakini tunaposomewa neno la Mungu. Tujitahidi tuachane na tabia ya kuchelewa kwenye ibada mbalimbali tunaposomewa neno la Mungu. Kweli neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia yetu. Rejea Zaburi ya 119 aya ya 105. Tunapopokea vizuri neno la Mungu katika mioyo yetu, ni kama mbegu inayoanguka penye udongo mzuri, inazaa sana. Rejea Injili. Neno la Mungu likipokelewa vizuri katika mioyo yetu, halitamrudia bila kutimiza mapenzi yake Mungu. Litafanikiwa katika mambo aliyolituma. Rejea somo la kwanza. Kwa bahati mbaya, neno la Mungu halipokelewi vizuri mara kwa mara. Wakati mwingine linakosa watu wa kulihubiri. Ndio maana tunaalikwa kuendelea kumwomba Mungu atuzidishie mito ya upadri, utawa, ukatekista na watumishi wa Mungu wengine wengi tena watakatifu. Tunamshukuru Mungu kwa miito mbalimbali tunayoshuhudia hapa na pale siku hizi. Tumwombe Mungu atujalie bidii katika mioyo ya waamini. Kila muumini amtumikie Mungu kwa hali na mali. Aelewe kwamba amebatizwa na kutumwa kuishi Injili na kutangaza Injili. Hata hivyo, neno la Mungu linapopata wahubiri, Yesu anatuonya kwamba katika Injili kuna changamoto zinazoambatana na uinjilishaji, huku Ibilisi akichochea mapokezi mabaya ya neno la Mungu. Changamoto ya kwanza ni kutoelewa neno la Mungu au kulielewa vibaya. Neno la Mungu ambalo halijaeleweka katika moyo wa muumini linatoka kirahisi ndani mwake. Mwovu Shetani anaweza akalinyakua, akaliondoa moyoni, au akachochea matumizi mabaya ya hilo neno la Mungu kama halijaeleweka vizuri. Ni kama mbegu iliyopandwa karibu na njia badala ya kupandwa penye udongo mzuri. Haiwezi kudumu, maana hata ndege wanaweza kuila. Hapa tumuombe Mungu atuzidishie wabobezi wengi wa maandiko matakatifu, huku Roho Mtakatifu akiendelea kufanya kazi yake ya kutuelewesha neno la Mungu. Changamoto ya pili ni neno la Mungu kupokelewa vizuri, halafu likakosa mizizi rohoni mwetu na hivyo likaachwa kabisa majaribu yanapotokea. Ni sawa na mbegu iliyopandwa penye miamba. Hapa tunakumbuka Wakristo wanaosaliti imani yao wakati wa mateso, magonjwa, hali duni ya maisha na kadhalika. Wengine wakajiunga na ibada kwa Shetani kama Freemason, au wakajiunga na mambo ya ushirikina, au wakajiunga na makanisa yanayovuta kwa mafundisho ya miujiza, uponyaji, mafanikio ya haraka haraka bila hata kukumbusha imani katika msalaba. Ni sawa na Wakatoliki wanaoasi imani yao wakajiunga na wachumba wa madhehebu yanayopoteza imani yao. Kilicho nyuma ya pazia ni kutafuta mafanikio ya haraka haraka ya kidunia bila kujali maendeleo ya kiroho au wokovu wa milele. Changamoto ya tatu ni watu kubanwa na shughuli za dunia baada ya kusikiliza neno la Mungu, na udanganyifu wa mali kulisonga neno la Mungu. Ni sawa na mbegu kupandwa penye miiba.
Matokeo ni kwamba muumini wa namna hiyo hujikuta bila matunda yoyote, maana shetani humwelewesha kwamba anapaswa kuyapatia nafasi ya kwanza mambo ya dunia, eti kwamba ni kupambana na maisha, eti ni kutafuta riziki na kadhalika. Ndio maana mambo ya Mungu yanapewa nafasi ya mwisho. Hakuna kujali muda wa sala, muda wa ibada, muda wa mafundisho ya dini, muda wa vikao na Wakristo wengine, muda wa jumuiya ndogo ndogo, muda wa sakramenti, muda wa mambo ya kiroho, na vibaya zaidi kukosa hata ibada ya Jumapili bila kuugua au bila kuuguza. Hapa tukumbuke maneno ya Yesu katika Injili ya Mathayo sura ya 16 aya 26. Alisema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Na sehemu nyingine Yesu alisema, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya 4. Sasa wewe unayesingizia uwepo wa hali ya maisha magumu, utapambanaje na maisha bila msaada wa Mungu, bila neema ya Mungu, bila baraka za Mungu na bila kumtanguliza Mungu katika maisha yako? Usishangae ukiona hata ile imani ndogo uliyokuwa nayo ikizidi kupotea kutokana na ulegevu wako, maana shetani anakunyang'anya kidogo tu ulichokuwa nacho na ukaelekea kuishi kama mpagana asiyemjua Mungu. Lakini wewe ambaye una bidii nyingi katika mambo ya kiroho, imani yako itazidi kuongezeka. Hongera kwa wewe unayemtanguliza Mungu katika maisha yako. Hongera kwa wewe unayelipokea neno la Mungu kwa moyo mkunjufu na kwa upendo. Ni kama mbegu inayoanguka penye udongo mzuri. Utazaa sana matunda ya Roho: upendo, furaha, amani, uvumilivu, hisani, ukarimu, uaminifu, upole na kiasi. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 5 aya 22 hadi 23. Hata kama unapitia majaribu mengi au mateso mengi katika juhudi za kuishi Injili na kutangaza Injili, au labda unaubeba msalaba wako kwa shida, au unaugua katika nafsi yako, utapata ukombozi wa mwili. Mwili wako utafufuliwa katika utukufu. Rejea somo la 2. Waamini wote tukiendelea kumwamini, kumtumainia na kumpenda Mungu wetu na kulijenga kanisa lake kwa hali na mali, baada ya maisha yetu ya hapa duniani, Bwana wetu Yesu Kristo ataubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Rejea waraka Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 3 aya ya 21. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.